السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में इस बात का जिक्र हुआ था. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadhahullah ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilizungumza kuhusu mada hii kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi mtu anatakiwa awe na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu na awe na imani kwamba Mungu ana kudra juu ya kila kitu, na kwa kuwa na imani hii kumuomba kwake na vile vile kutimiza haki zake zote ni muhimu. Amri za Mwenyezi Mungu ni nini? Katika hutuba iliyopita nimeshawahi kueleza kuhusu mada hii kwamba kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu ametupatia kitabu kitakatifu Qur'ani tukufu ambamo ndani yake amri zote za Mwenyezi Mungu zimeelezwa waziwazi. Mwenyezi Mungu aliposema hii kwamba falyastajibu li, yani watumishi wangu waniitikie, mradi wake ni amri zilizoelezwa ndani ya Qur'an tukufu. Waaminio watumishi wangu wafuate amri zile. Wakifanya hivi matokeo yake ni kwamba Mungu atapokea maombi na vile vile mwongozo pia utapatikana. Mwenyezi Mungu anasema matokeo yake yatapatikana hivi, yani la'allahum yarshudun, ili waongoke, yani watumishi wangu waongoke. Kwa sababu ya mwongozo huu wataona kwamba mimi nimekuja karibu nao. Wale wawe wenye kufuata njia iliyonyoka, wapate mwelekeo, waweze kufuata mema, waweze kuepukana na maovu, waweze kutimiza lengo la kuumbwa kwao. Vile vile kwa kufuata hulka njema waweze kutimiza haki za wenzao. Je, vitu hivi vinahitajika katika Ramadhan tu au vitu hivi vinahusika na Ramadhan tu? Je, ikiwa sisi katika Ramadhan tukifuata amri za Mwenyezi Mungu, je, tutaongoka kwa milele? Kwamba tumefanya juhudi katika Ramadhan tu sasa tumeongoka? Hazur anasema Ramadhan inakuja kwa ajili ya kutukumbusha kuhusu mambo haya yote. Ili katika mwezi huu wa malezi na juhudi kwa kupata malezi na kwa kufanya juhudi na kufanya
बाज़ हम में से bidii बेहतर अमल करने वाले हैं, बेहतरी बातें करने, tufanye बेहतर अखलाक tutafute njia za kuja kwa mwenyezi mungu kwa kuwaona wengine, kwa sababu watu wengine wanakuwa na hulka njema, wanakuwa na imani zaidi, na katika ramadhan tunapata bahati ya kuwaona hawa wenzetu, kwa इज्तिमाई kuwaona hawa wenye तौर पर malezi mazuri tunapata nafasi ya kujitengeneza na kujirekebisha, अपनी दुआओं की कबूलियत के मयार हासिल करने की कोशिश, ili kwa kufata amri za mwenyezi mungu tuwe karibu naye मुस्तकिल na tuweze kupata hali ya kupokelewa kwa maombi yetu, ili अपनी sisi kwa kupata ukaribu na mwenyezi mungu daima dawamu tuboreshe dunia yetu na akhira yetu. के करने या ना करने का, Katika qurani tukufu kuna amri chungu mzima जिनकी हमें ambazo mwenyezi mungu ametuambia tufuate amri kadhaa na tuepukane na mambo kadhaa. इस वक्त Tunatakiwa tuendelee kukumbushana amri hizi mara kwa mara. सबसे बुनियादी हुक्म जो हमें Sasa hivi mimi nimechagua amri kadhaa za mwenyezi mungu. Miongoni mwa hawa amri ya msingi ambayo tunatakiwa tuzingatie kila wakati, ambayo ni lengo la kuumbwa kwake, na jambo hili ni ibada ya mwenyezi mungu, kama anavyosema mwenyezi mungu, wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun. इसका तर्जुमा यूं फरमाया है कि मैंने sayidna ahmad alahi salatu wassalam ameeleza tafsiri yake hivi kwamba mimi nimeumba manadamu na jini मजमून को kwa ajili ya hii waniabudu. बार बार इस तरफ तवज्जो दिला Mada hii nimeshawahi kueleza mara chungu mzima से na naendelea kukumbusha kuhusu mada hii, lakini miongoni mwetu wapo wengi ni wale ambao wanakumbuka kwa siku kadhaa kisha baadaye wanasahau. Hata के बाज वाकई na nimeshuhudia na nimepata taarifa pia kwamba hata wabashiri और इल्मी wengine, इसकी अहमियत hata wale ambao wamepata elimu ya dini से तवज्जो नहीं देते। na wanajua umuhimu wa kitu hiki, hata hawa pia hawazingatii vizuri jambo hili kama ipasavyo. Kisha ni viongozi wa jumuiya तो अपनी इल्मी लियाकत जाहिर करने की कोशिश करते हैं, katika किसी का मामला पेश हो जाए vikao wanajaribu kujieleza हदीस के हवाले से au kueleza elimu yao. Ikiwa kesi ya mtu fulani ikipatikana, wanajaribu kumwelewesha kwa kupitia Qurani tukufu na hadithi, lakini wapo wengine ambao wao wenyewe hawazingatii jambo hili la msingi kama ipasavyo. तो समझ लो Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema कि गरज muelewe vizuri तुम उसकी jambo hili kwamba kuumbwa kwenu lengo la mwenyezi mungu ni hili kwamba nyinyi mumabudu mungu na muwe kwa ajili yake tu, मैं इसलिए बार बार इस अमर को na dunia isiwe lengo la maisha yenu. Naeleza jambo hili mara kwa mara kwa sababu kwangu जिससे वो ni jambo hili kwalo mwanadamu aliumbwa, इस्लाम ने na hili ni jambo kwalo mwanadamu yupo mbali. आगे Hazur anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam ameeleza mada hii ना बनाने से ये मतलब नहीं है kwa maelezo zaidi kwamba काम ना करो, बेशक ikiwa dunia haitakiwi iwe lengo, इबादत की जिम्मेदारी si maana yake kwamba tusifanye kazi duniani. Mnalazimika kufanya kazi, lakini वो तुम्हारी jukumu la ibada pia mutimize. आजकल रमजान Hata mnatakiwa muzingatie lengo la kuumbwa kwenu. हो ही रहा है, Siku hizi katika mwezi wa Ramadhan, kwa kawaida watu wanafuata मालिक में jambo hili. बहुत देर से होती है। Swala ya isha pia katika nchi za Ulaya inasaliwa kwa kuchelewa sana, फिर बाज na wakati wanapomaliza swala inakuwa saa tano na robo, घर जाकर सोते na wapo wengine ambao wanaswali swala kwa sababu tarawi pia inaswaliwa, na wanapofika nyumbani na wanapolala wanakuwa saa inakuwa saa sita na robo,
नमाज पर kisha wanaamka asubuhi saa 8 au saa 8:30 kwa ajili ya kula daku na wanakuja msikitini kwa ajili ya kusali swala. Jambo hili linathibitisha kwamba ikiwa mtu anakuwa na nia halisi कि अमली कोशिश भी हो, na yeye asiwe na elimu tu मुकाम है, bali anafanya juhudi सुस्ती न दिखाएं, katika hali hii, क्या है करें। mtu hawezi kuwa mvivu katika swala yake, bali kwa ajili ya hii watafanya juhudi ili waswali swala. अल्लाह ताला के हुक्म से हुक्म, Kusali swala msikitini इस रमजान pia ni miongoni wa amri za Mwenyezi Mungu. जिनका अहद है Basi katika Ramadhan hii wa दीन को wabashiri ambao waliwaahidi सबसे आगे kwamba वाले हमने से sisi tutatanguliza dini juu ya dunia तमाम na tutakuwa katika mstari wa kwanza अहदेदार katika jambo hili, na kwa ajili ya hii tutafanya juhudi kwa uwezo wetu wote. Vile vile viongozi wa jumuiya ambao wanachunguzwa na wanajumuiya, na ndio maana wao walichaguliwa kwa ajili ya hii kwamba wao ni wabora zaidi kuliko sisi. Hawa pia wanatakiwa wawe mfano kwa ajili ya wanajumuiya wengine. पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ रमजान में ही नहीं, Hawa wanatakiwa wafanye juhudi kwa nguvu yao wote, si katika Ramadhan tu, kwamba wao wanaswali swala, wanafanya ibada sawa na amri ya Mwenyezi Mungu katika Ramadhan tu, na wao wasiendelee पुरानी kuhisabu kwamba siku 13 imebaki au 12 imebaki ya Ramadhan, ये कोशिश हो na baada ya Ramadhan sisi tutarudi katika hali yetu ya zamani, bali wao wanatakiwa wafanye juhudi हमने जो kwamba malezi ya Ramadhan hii na juhudi ya Ramadhan hii बेहतरी पैदा की है उसे हमने अब मुस्तकिल से iliyo बनाना है। iliyotuboresha hali ya ibada yetu, tutafanya hali hii itakuwa sehemu ya maisha yetu na tutakuwa mfano kwa ajili ya wengine. इसमें आपने बड़े दर्द से ये तो जो दिलाई है, Kama nilivyosoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Alayhi Salam mbele yenu, ndani yake Sayyidina Alayhi Salam amekumbusha और इक़्तिबासात पेश करता हूँ। kwa moyo wake wote kwamba na wakumbusheni mara kwa mara kuhusu jambo hili. इस्लाम Vile vile Huzuri anasema sasa nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam. इंसानी Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam anasema kwamba wakati lengo la Mwenyezi Mungu kwa ajili kuhusu kuumbwa kwa mwanadamu ni ibada, katika hali hii si shani ya mwaminio kwamba yeye atangulize kitu kingine juu ya lengo hili. Lazima tutimize haki ya nafsi zetu, lakini hatutakiwi tupite kiasi katika kutimiza haki hizi. Tunalazimika kutimiza haki ili tusibaki nyuma. कि ये तुम्हें इबादत Nyinyi mutumie vitu hivi kwa ajili ya hii ili muweze kufanya ibada badala ya kutanguliza haki hizi juu ya ibada. हदीस में भी जिक्र आया है, Hazur anasema kwamba फरमाया katika hadithi pia inapatikana kwamba tutimize haki za nafsi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nafsi yenu pia ina haki juu yenu. ये हक है। Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema bila shaka sisi tuna haki ya nafsi yetu juu yetu, lakini katika hii inatakiwa tushike njia ya wasitani, जो है नफ्स के वो tusipite kiasi. क्योंकि Lazima tutimize haki za nafsi ambazo ni haki zake halisi, इसलिए इनको अदा करना, ambazo zimewekwa katika maumbile ya binadamu. इनको अपने Kwa hivyo ni muhimu haki hizi lazima zitimizwe, वरना na haki hizi zitumiwe और इनको इस्तेमाल kwa ajili ya faida yenu. किया है नफ्स का, Pengine बाज हिस्से खत्म हो जाती हैं। wapo vitu vingine, ikiwa hatuvitumii vitu hivi na ikiwa haki yake haitumizwi vizuri, basi vile vitu vinakufa, के मकसद के साथ ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ambalo si lengo la kuumbwa kwa mwanadamu, अल्लाह ताला bali pamoja na ibada ni lazima tutumie vitu hivi pia. और ताकतों को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और ना इस्तेमाल करना अल्लाह Kutumia nguvu iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu pia ni muhimu. Ikiwa hatutumii nguvu na uwezo ulioumbwa na Mwenyezi Mungu, basi hii ni sawasawa na kuto kumshukuru Mwenyezi Mungu. करते हैं। Kulikuwa mwanamke mmoja saba wa Mtume saa salam, hali yake ilikuwa si nzuri, alikuwa hafanyi
mambo ya mapambo पूछा ya mwili wake किस चीज mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kuhusu yule mwanamke mtume akamuita na akamuuliza kwa nini unaishi hivi yule mwanamke akasema mimi nijiandae kwa ajili ya nani kwa sababu mume wangu anafanya ibada mchana na usiku mtume sasa akamuita mume wake na akasema kwamba juu ya nafsi yako kuna haki ya nafsi yako pia kwa hivyo haki za nafsi pia zinatakiwa zitimizwe lakini lazima tuzingatie lengo la kuumbwa kwetu kila wakati na tutangulize lengo la kuumbwa kwetu wakati tutakapotimiza haki ya nafsi zetu tutakuwa na afya njema na katika hali hii tutaweza kufanya ibada vizuri अमल इस्तेमाल से kisha sayyidina alayhi salatu wassalam anasema फरमाया कि मा खलक़तुल ikiwa vitu havitumiwi sawa na mahala pao basi katika hali halali pia inakuwa haramu amesema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kutoka katika aya hii ni dhahiri kwamba mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada ya mungu basi kwa ajili ya kutimiza lengo hili kadiri kitu kinatakiwa ikiwa mtu anachukua zaidi ya ile mahitaji katika hali hii kile kitu hata kama ni halali lakini si halali kwa ajili yake katika hali hii तो हलाल भी हराम बन जाता है फरमाया जो इंसान रात दिन yaani ikiwa akitumia zaidi ya dharura yake ile halali pia inakuwa haram वो इबादत का क्या हक अदा कर सकता है mwanadamu मोमिन के लिए जरूरी anajali kuhusu nafsi yake tu usiku na mchana atatimizaje ibada ya haki mwamini hiyo anatakiwa aishi maisha ya unyenyekevu फिर फरमाते हैं कि असल mtu akiishi katika maisha ya starehe yeye hawezi kupata lengo la kuumbwa kwake और उसकी kisha anasema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni kwamba amtambue mungu wake na amtii yeye kama alivyosema mwenyezi mungu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun मगर अफसोस की बात yaani mimi nimeumba mwanadamu na jini kwa ajili ya hii waniabudu lakini nasikitika kwamba watu wengi ambao wanakuja duniani baada ya kuwa balehe badala मद्देनजर रखें ya hii kwamba waelewe अल्लाह को छोड़कर lengo la maisha yao na wazingatie lengo la maisha yao wao kwa kumwacha mwenyezi mungu wanaangukia dunia कि खुदा का हिस्सा बहुत ही थोड़ा होता na wao wanapenda mali ya dunia na heshima ya dunia kiasi hiki kwamba wanamsahau mwenyezi mungu है वो दुनिया में उन्हें में hata wengine wanamsahau mwenyezi mungu kabisa खबर भी नहीं होती कि खुदा भी कोई है na wao wanaangukia dunia tu wao hawajali kwamba mwenyezi mungu yupo जान निकाल लेते ndio wanajua wakati हैं दुनिया के झंडों wakati malaika anapokuja kwa ajili ya kumpa kifo उस वक्त निकलते हैं जब yaani wao katika shughuli za dunia wanatoka दुनियादार wakati mauti inapokuja kwao के hata भी wengi wa watu wa dunia ni wa aina hii उसे संभालने की फिक्र होती है hata wakati wa mauti pia wanakuwa na fikira ya mali yao ya dunia लेकिन na hii haiwezi kuwa hali ya mwaminio इसी तरह तो जो दुनिया के साथ संभालनी है लेकिन सेहत में yaani mwaminio awe fikira ya mali yake wakati wa mauti yake lakini जो wapo wengi भूलकर ambao wanaamini दुनियावी मकासद की ना- तलाश में baada ya kuamini kwa kusahau lengo la maisha yao बस kwa ajili ya kupata manufaa ya dunia सबसे ज्यादा मुकदम रख wanafanya bidii sana कि हम अपनी जिंदगी के मकसद basi kila mmoja wetu anatakiwa atangulize fikira hii और इस रमजान kwamba tuweze kutimiza lengo la kuumbwa kwetu na katika ताला की इबादत की तरफ रहे ramadhan hii na baada ya ramadhan pia ये जो मस्जिदों की sisi आबादी का हुक्म है tuendelee kuzingatia ibada ya mwenyezi mungu na kwa ajili yake tumeambiwa tuimarishe misikiti tunatakiwa tuzingatie amri hii के कुर्ब के हसूल sainam alah salam ameandika sehemu moja kwamba के कुर्ब के हसूल का mwanadamu anatakiwa awe na hamu ya kupata ukaribu na mwenyezi mungu उसके यानी खुदा ताला के नजदीक kwa kupitia hali hii जब yeye के कुर्ब का ataheshimika sana होगा na mwenyezi mungu wakati ताला के नजदीक
atakapokuwa na hamu ya kupata ukaribu na allah subhanahu wa taala, जो अल्लाह ताला katika hali hii yule mtu ataheshimika kwake na atakuwa वही है mwenye thamani. Basi yule ambaye atakayekuwa mwenye thamani kwa mwenyezi mungu ni yeye ndiye ambaye alipata mwongozo halisi, को हासिल करने वाला। अल्लाह ताला ने na ni yeye ambaye alipata mapenzi ya mwenyezi mungu. और भी बहुत जगह बयान फरमाया। सूरह नूर mwenyezi mungu ameeleza mada ya swala sehemu chungu mzima. Katika sura nur mwenyezi mungu anasema rijalun ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला rijalun la tulihihim tijaratun व इकाम wala bay'un व इता an zikrillahi यखाफून wa iqami salati wa itai zakati वल अबसार। yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu wal absar। कि ऐसे मर्द ऐसे अजीम मर्द जिन्हें ना कोई तिजारत और ना कोई खुद yani watu फिक्र से ambao haiwasaulishi biashara wala uchumi katika kumkumbuka mwenyezi mungu na kusimamisha swala na kutoa zaka, और आंखें भी। wakiogopa siku ambayo mioyo itapinduka na macho pia। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने लिखा है katika aya hii mfano wa wale watu umeelezwa kama sayyidina alayhi salam ameandika kwamba wale watu watakuwa wenye thamani sana kwa mwenyezi mungu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मिला। na hali hii walipata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko wetu wengine wote, हाँ हजरत na wakawa wapendo wa mwenyezi mungu। कि वो तुम्हारे kuhusu masahaba wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba wao ni wenye kuwaonyesheni njia, अलैहिस्सलाम basi muwafuateni। आयत की वजाहत में फरमाते हैं कि एक शख्स का तज़किरा sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza tafsiri ya aya hii anasema kwamba कि एक शख्स हजार रुपये के लेन देन hali ya mtu mmoja imeelezwa katika tazkaratu auliya अल्लाह ने उसको देखा kwamba mtu mmoja alikuwa akifanya biashara ya maelfu na maelfu. Mzee mmoja wali mmoja akamwona, कदर लेन देन के कारोबार कर रहे na सारा सामान yule wali akajua kwamba ingawa anafanya biashara ya maelfu na maelfu anapata fedha sana, लेन देन yupo na shughuli sana, lakini लेन देन और रुपया licha ya kuwa na hali hii ya biashara yake na shughuli zake, yeye haghafiliki kutoka kwa mwenyezi mungu। कि ऐसे ही आदमियों के मुतल्लिक़ खुदा ताला ने yani anafanya biashara sana lakini haghafiliki kwa mungu। वला बैउन sayyidina anasema kuhusu watu wa aina hii mungu amesema kwamba la tulihim tijaratun wala bayun an zikrillahi, और इंसान का कमाल yani biashara ये भी कारोबार pia haisababishi kwamba wao wamsahau mungu, भूले na hii ndiyo ni sifa ya maaminio kwamba afanye biashara duniani na vile vile asimsahau mwenyezi mungu। Anasema yule tatu ni ya faida gani ambaye akibebwa mzigo anakaa, तारीफ नहीं na wakati anapokuwa bila mzigo anakimbia sana। Tatu huyu hawezi kuwa na sifa nzuri। करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाड़ी Zuri anasema tatu ni aina ya farasi ambayo inatumika kwa ajili ya kubeba mzigo katika milima। वो एक कमजोरी दिखला Kisha anasema sayyidina alayhi salam kwamba mtu ambaye kwa kuacha dunia anaenda pembeni, basi yule mtu anaonyesha udhaifu wake। लेकिन वो लोग Ni sawa, ibada ni lengo letu, lakini pamoja na hii kazi ya dunia pia anatakiwa afanye। Wale watu ambao wanajitenga wanakuwa सामने रहा kama mafukara, wale watu wanaonyesha udhaifu wao। और बाल बच्चों Katika Islam rahbaniyat hairuhusiwi, sisi hatusemi kwamba muache watoto na wanawake na muache kazi ya dunia, haiwezekani iwe hivi, bali तिजारत के कारोबार को पूरा करे लेकिन दीन को मुकद्दम रखे mtu anatakiwa afanye kibarua chake na mwenye biashara anatakiwa afanye biashara yake, lakini atangulize dini. Hii ni sharti। ताजर mfano wake unapatikana duniani कि वे अपनी तिजारत और मुलाजमत को kwamba बहुत उमदगी से पूरा करते हैं mfanya kazi na mwenye biashara अदा करते हैं licha ya kuwa na ahli kwamba wanafanya vizuri biashara, lakini wanakuwa na wake na watoto। जिम्मेदारियां जो हैं बच्चों की जिम्मेदारी upande mmoja wanafanya kazi na biashara na vile vile wanatimiza jukumu la nyumbani, wanatimiza jukumu na haki za watoto na wake, na kwa hiyo vitu vyote vinaenda
vitu hivi vyote viwili vinaenda sambamba. और दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखकर बड़ी उम्दगी से hivyo ndivyo mtu anaweza kutimiza haki za mwenyezi mungu, na kwa kutanguliza dini juu ya mambo ya dunia anaweza kuishi vizuri. सलावात है kuhusu kulinda swala mwenyezi mungu anasema hafidhu ala salawati wassalati lwusta वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन wakumu lillahi kanitin, खुसूस मरकजी नमाज की yani mulinde swala zenu hasusan sala inayokuja katikati, आयत में खास तौर पर na muitikie amri za mwenyezi mungu. कोई भी नमाज किसी भी तरह katika aya hii watu wale wamekumbushwa hasa वजह ambao wanaona swala ni mzigo juu yao, ikiwa wakati wa swala ya alfajiri, ikiwa kwa sababu ya kukesha usiku inakuwa ngumu kuja wakati wa swala ya alfajiri au kusali kwa wakati wake ni ngumu, basi swala hii inakuwa sala ya katikati kwa ajili yake. ikiwa kwa ajili ya mtu ambaye anafanya biashara sala ya dhuhuri na alasiri ni ngumu kwake kusali, basi sala hizi zinakuwa sala ya katikati. Hafidhu maana yake चीज को जाया ni hii kwamba बस एक मोमिन की फरमाबरदारी mulinde sala ili isipotee au isiende bure. वक्त पर अदा करने वाला mtu mwaminio anakuwa mtiifu wakati anaposali sala hizi kwa nyakati zao, na anaswali sala kwa kutimiza haki zao, si kwamba anakuja haraka haraka na anasali sala haraka haraka kisha anaondoka. अहदों को पूरा करने और उनकी amri moja ndani ya Qur'an tukufu Mungu ameeleza hii ताला से kwamba mtimize ahadi zenu na mzingatie ahadi zenu. ताला के अहद Miongoni wa ahadi hizi ni ahadi zilizofanywa na Mungu na zilizofanywa na watu. मुसलमान होने Ahadi za Mwenyezi Mungu ni kuhusu dini yake. सलाम के बैत Sisi wanajumuiya hasa आने का जो अहद है ambao दीन को दुनिया tuliofanya bayat ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na wakati wa kufanya bayat tulifanya ahadi na tulifanya ahadi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, उन तमाम बातों की पाबंदी का na tuliahidi kwamba tutafuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam, अदा करने की तरफ na tuliahidi kwamba tutazingatia yale mambo yote ambayo yanayotukumbusha kuhusu kutimiza haki za Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote yapo katika ahadi ile tuliyofanya. Vile vile ahadi inatukumbusha kuhusu kutimiza haki za watu. Tunatakiwa tuzingatie ahadi yetu hii. Mwenyezi Mungu anasema aufu bi ahdillahi idha ahadtum wala tankuzul वक़द जअलतुमुल्लाह aymana ba'da tawkidiha इन्नल्लाह यअलमु वक़द जअलतुमुल्लाहा अलैकुम कफीला इन्नल्लाहा यअलमु अल्लाह ताला के अहद को पूरा ma tafalun. Yani mutimize ahadi ya Mwenyezi Mungu करो wakati कसमों को उनकी पुख्तगी के बाद mulipoahidi, जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर कफील na baada ya kula kiapo msivunje kiapo chenu. करते Wakati mnapofanya Mungu kuwa shahidi juu yake, Mungu lazima anajua yote mnayofanya. Katika hii wazi amri imetolewa kwamba mmefanya ahadi za aina mbili. Moja ni ahadi ile mliofanya na Mwenyezi Mungu, na ahadi ile ni kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na vile vile ni ahadi ya bayati yenu. मुसलमान के अल्लाह Hii ni ahadi अल्लाह ताला के kwamba baada ya अमल करूंगा kuingia katika Islam kwa kujiita Muislamu nitafuata amri zote za Mwenyezi Mungu. और माम Na ahadi ya pili iliyoelezwa ni hii kwamba भी पूरा करो वो यहाँ अल्लाह ताला ahadi mnayofanya kati yenu mnalazimika kutimiza ahadi ile pia. तो तुम्हारा इस अहद को Mwenyezi Mungu amesema kwamba wakati mlifanya Mungu kuwa dhamini, basi katika hali mnalazimika kutimiza ahadi yenu. वादे तौर पर अल्लाह ताला का नाम लेकर Mradi wake si hii kwamba mahali ambapo hamkufanya Mungu kuwa dhamini na hamkufanya ahadi kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu, basi hapo mnaweza kuvunja ahadi yenu, si hivyo, au muvunje viapo vyenu, si hivyo, हर अहद au msifuate ahadi zenu, si hivyo, bali kila ahadi mnayofanya पहली बात तो यह है कि इंसाफ और सच्चाई की बुनियाद पर होना चाहिए
और जब इंसाफ और सच्चाई की बुनियाद बनाकर kitu cha करते kwanza ni kwamba ahadi ifanywe juu ya ukweli na uadilifu. Wakati mnapofanya ahadi katika hali hii, basi ni amri ya Mwenyezi Mungu, हो, क्योंकि एक मोमिन का इंसाफ और सच्चाई पर कायम होना mnatakiwa muahidi गोया hivi, दूसरे लफ्ज़ों में चाहे kwa sababu mwaminiwa anatakiwa azingatie ukweli na uadilifu. Kwa मुआहिदा करें neno lingine tunaweza kusema kwamba hata kama hatumfanyi Mungu kuwa dhamini wakati wa ahadi yetu, और सच्चाई lakini kwa sababu ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwamba ninyi सच्चाई की बुनियाद पर muendelee kufuata uadilifu na ukweli. नीचे आ जाएगा। Katika hali hii, ahadi yoyote tukifanya, ili ahadi itakuwa chini ya dhamana ya Mwenyezi Mungu, hata kama hatukutaja jina la Mwenyezi Mungu. Basi kuna haja kuelewa mada hii kwamba mwaminio अगर इस बात की analazimika kutimiza ahadi zake zote alizozifanya. समझ लें Ikiwa sisi tunaelewa umuhimu na hekima ya kitu hiki, basi इल्जामात से हमारा fitina ya kila aina, udanganyifu ya kila aina na lawama ya kila aina inayopatikana katika jamii, basi jamii itatakisika katika hali hii. वहाँ भी Mambo yanayopatikana katika जा रहे हो mambo ya kifedha, yale mambo pia hayatapatikana, है kwa sababu kule pia ahadi zinavunjwa. मुआहिदों को तोड़ने Nimeona siku hizi kwa sababu ya tamaa ya dunia, और जुबान के इकरार को पूरा न करने kuvunja ahadi na kudanganya हमारे अंदर भी na kutokutimiza ahadi ना सिर्फ inaendelea kuzida hali hii ndani yetu pia. बल्कि Kwa sababu ya hii, si hii tu kwamba jumuiya inapata fedheha, hata baadhi wakati watu wa aina hii wanapoteza imani yao inapotea. Wakati mtu anapovunja ahadi, अल्लाह ताला ने anategemea uvongo, na kuhusu uvongo Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu, na ametuonya, na kwa kutuonya amesema tunatakiwa tuipukane na uvongo. Anasema fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur, पलीदी से बचो और झूठ कहने से बचो। yani muipukane na uchafu wa masanamu na vile vile muipukane na uvongo. की हाजत नहीं, Kuhusu hii Sayyidina alayhi salam anasema, कत्ल ना करो किसी को। mimi sina haja ya hii kwamba niseme msiwaue watu na msimwage damu, kwa sababu ni nani ambaye ना इंसाफी anaweza kumwaga damu isipokuwa yule ambaye ni mbaya kabisa. Na waambieni kwamba kwa sababu ya kusisitiza juu ya hali ya kutokufanya uadilifu, usimwage damu ya ukweli, muupokee haki, hata kama haki inasemwa na mtoto mdogo. Yani hata kama mtoto mdogo anasema, mupokee kwake na msisitize juu ya hali yenu. Hata kama mnapata hali hii kutoka kwa mdui wenu, katika hali hii muache msisitizo wenu. Yani hata kama mdui akisema jambo la kweli, basi mupokee kwake. Yani wakati wa ikhtilafu, mkiona upande mwingine ni ukweli, katika hali hii hamtakiwi mujadili na hamtakiwi mueleze mantiki yenu, bali mnalazimika kupokea ukweli ule. Amesema mubaki juu ya ukweli na mutoe ushahidi wa kweli, kama anasema Mwenyezi Mungu, fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur, yani mujiepushe na uchafu wa masanamu na vile vile muipukane na uvongo. जो सच्चाई Kitu ambacho kinawapelekeni katika kibla, kile kitu ni sanamu. Kile kitu ambacho kinawapelekeni mbali katika kweli, basi kile kitu ni sanamu. या दोस्त Mutoe ushahidi wa kweli, hata kama ushahidi unakuwa dhidi ya से babu zenu na ndugu zenu na marafiki zenu. कुरान करीम की Na inatakiwa nyinyi msiache kusema kweli na uadilifu. बहुत सारे ऐसे हम में से Tunaeleza mbele ya watu wengine mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam, lakini wapo wengi एक मौका पर miongoni mwetu, wakati wanapopata hali hii wanasahau amri hizi za Mwenyezi Mungu. झूठ को मिलाया। Wakati mmoja Sayyidina alayhi salam alisema kwamba pamoja na ibada ya masanamu, Mungu ameeleza uongo pia. अल्लाह को छोड़कर पत्थर की तरफ हाथ झुकाता है, वैसे ही Kama mtu mjahili kwa kumwacha Mwenyezi Mungu anaelekea kwenye
jiwe vile vile kwa kuacha kweli mtu anafanya uongo kuwa sanamu yake. Hii ndiyo ni sababu mungu amechanganya uongo na ibada ya masanamu kama ni kitu kimoja. Kama mtu ambaye anatengeneza sanamu na kisha anafanya ibada yake na anakuna imani akifanya ibada yake, akiomba msamaha kwake atasamehewa na vile mambo yake yote yatarekebishwa. vile vile yule anayesema uongo, yeye pia anatengeneza sanamu na anaona kwamba kwa kupitia sanamu ile atapata wokovu. Yani nikisema uongo basi mambo yangu yatarekebika. Amesema kwamba huu ni uharibifu. Ikiwa inaposemwa kwamba kwa nini mnafanya ibada ya masanamu, mwache uchafu huu, wanasema kwa nini tuache uchafu huu? Bila hii hatuwezi kuishi. Basi kuna bahati mbaya zaidi nini kuliko hii, kwamba wanategemea masanamu. Lakini namwambini waziwazi kwamba hatimaye ukweli unapata ushindi. Bila shaka kumbukeni kwamba hakuna kitu kibaya zaidi kuliko uvongo. Watu wa dunia wanasema kwamba wale wanaosema wakweli wanakamatwa, lakini mimi kwa nini nikubali kauli yao? Kesi 7 zilifanywa dhidi yangu, lakini hata katika kesi moja mimi sikusema uvongo. Je, niambieni, mimi nimeshindwa hata katika kesi moja? Mungu mwenyewe ni msaidizi wa mkweli. Inawezaje kutokea kwamba mtu mkweli aadhibiwe na Mwenyezi Mungu? Haiwezekani iwe hivi. Ikiwa inatokea hivi, basi duniani hakuna yeyote atakayekuwa na ujasiri wa kusema kweli. Ikiwa wakweli wakianza kupata adhabu, basi katika hali hakuna yeyote atakayesema kweli, na vile vile watu hawatakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu, na watu wa kweli watakufa katika hali hii. Kitu hasa ni kwamba wale wanaosema kweli wakipata adhabu, wao hawapati adhabu kwa sababu ya kusema kweli, bali wao wanapata adhabu kwa sababu ya maovu yao yaliyofichika, na wao wanapata adhabu kwa sababu ya uongo mwingine, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua maovu yao na dhambi zao. Kwa hivyo kwa sababu maovu haya, dhambi hizi, wanapata adhabu. Si maana wanapata adhabu kwa sababu ya kusema kweli. Basi sisi kwa kuonyesha unyenyekevu tunatakiwa tuondelee msamaha wa dhambi zetu, isije tukakamatwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dhambi yetu iliyofichika. Mwenyezi Mungu ametoa amri mingine na ameeleza sifa moja ya maaminio ambayo ni hii, walkazimin alghaiza walafina anin nas. Yani wao wanashinda juu ya ghadhabu yao na vile vile wanasamehe watu. Afu maana yake ni hii kwamba ukosefu uliofanywa dhidi yake kwa kusahau ukosefu ule kumsamehe mtu mwingine, hii ni afu. Basi muttaqini yule ambaye anapata ushindi juu ya ghadhabu yake, na pamoja na hii anasamehe wengine, na anasamehe katika hali hii kwamba yeyote aliyenidhulumu, basi mimi nisahau dhuluma ile. Kwa kueleza maelezo ya mada hii kwamba kuna faida gani ya kupata ushindi juu ya ghadhabu, Sayyidina Alayhi Salam anasema, kumbukeni kwamba kuna uadui katikati ya akili na jazba. Wakati mtu anapopata hasira, basi akili haiwezi kubaki, lakini yule ambaye anafanya subira, yule anapewa nuru. Kwa hiyo akili inapata mwanga, kisha kwa kupitia nuru ingine inapatikana. Kwa sababu ya hasira giza inapatikana. Kwa hivyo katika giza inazalika. Kisha amesema, kumbukeni mtu anayefanya dhulma na anapata ghadhabu, yeye hawezi kusema maneno ya maarifa, yeye hawezi kusema maneno ya hekima. Yule ambaye kwa kupata ghadhabu dhidi ya mwenzake anapata hasira, basi yeye hawezi kusema maneno ya maarifa na hekima wakati anapotukana. Katika hali hii
yeye hawezi जो kutoa maneno ya elimu na maarifa katika hali hii ulimi wake hauwezi kusema maneno mazuri ambayo yanaridhika वो फिर हमेशा ऐसे लोग ambayo mungu anapenda katika hali hii hawezi kusema maneno ya aina hii basi watu wa aina hii wanasema uchafu tu उसकी अकल मोटी basi ghadhabu na hekima haiwezi kujumuika pamoja yule ambaye anakuwa na hasira akili yake inakuwa ndogo फिर सोचने समझने की yani akipata hasira basi akili yake inakuwa कि इसको कभी किसी मैदान में गलबा inakuwa mnene yani hapati nafasi ya kufikiria na kupata akili हो सकता है फिर एक मौके पे आपने ghadhabu ni sawasawa na mwenda wazimu ghadhabu inapopatikana mtu anasahau hekima इस्तेमाल करें amesema मसलन एक कुव्वत गज़बी है mwanadamu anatakiwa atumie uwezo wake wote mahala pake kwa mfano kuna uwezo wa ghadhabu wakati inapopita kiasi basi mtu anakuwa mwenda wazimu गुस्से में और जुनून में पागलपन में katika uenda wazimu na katika hali hii ya ghadhabu ni tofauti kidogo yaani katika hasira na uenda wazimu ni tofauti kidogo कि अगर कोई मुखालिफ wakati mtu anapopata ghadhabu basi ananyanganywa chemchem ya hekima हमारे तब भी hata kama mtu ni mpinzani wake hatakiwi azungumze naye kwa hasira बल्कि फिर भी हिकमत से बात करनी चाहिए yani wakati wa kuzungumza na mpinzani hatakiwi awe na ghadhabu basi amri za mwenyezi mungu kwa kuboresha hulka zetu zinatupatia ukaribu na mwenyezi mungu vile vile zinatupatia akili अक्सर गुस्से में आने वालों और pamoja zinatuokoa katika uadui wa aina mbalimbali wale wanapata hasira wanapata hasara tu hatukuona wamepata faida senam alah salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba nguvu mbili ni aina hii kwamba inamfanya mtu kuwa mwenda wazimu और एक गज़ब hizi nguvu mbili ni ni aina gani moja ni dhana mbaya na ya pili ni ghadhabu na hasira फिर इंसान को पागल बना wakati hali hii inapopita kiasi है katika hali hii mtu anakuwa mwenda wazimu आपने फरमाया basi ni lazima kwamba mtu aepukane na ghadhabu na dhana mbaya के लिए yaani mtu asifanye dhana mbaya na wala asiwe na hasira kwa ajili ya kuepukana na dhana mbaya mwenyezi mungu ndani ya qurani tukufu pia ametuamuru mungu anasema बाज़ ज़न्न ya ayuha lazina amanu ijtanibu kathira min azanni inna bada zanni ismun wala tajassasu wala yaktab badukum bada अन याकुला लहमा अखीहि मैतुम फकरिहतुम ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim yani enye mliamini jiepusheni kufanya shuku kwa wingi maana shuku pengine inakuwa dhambi wala msipeleleze wala baadhi yenu wasiwatete wengine je moja wenu anapenda kula nyama ya nduguye aliyekufa अल्लाह का तकवा इख्तियार la hampendi बहुत तौबा na mcheni mwenyezi mungu bila shaka mwenyezi mungu ni mwenye kupokea toba mrehemevu बचने का हुक्म है ऊपर ज़न्नी katika aya hii kitu cha kwanza ambacho kilichoelezwa ni kwamba dhana mbaya ऐसा मर्ज sinam alah salatu wassalam anasema की बुला है shuku na dhana mbaya अंधा करके ni maradhi na ni balaa ya aina hii kwamba inamfanya mwanadamu kuwa kipofu इंसान को हलाकत के तारीक कुएं में गिरा देती है na फिर फरमाया kwa kumfanya kipofu anamangusha katika shimo la maangamio kisha amesema mkumbukeni kwamba maovu yote yanapatikana kwa sababu ya shuku na dhana mbaya ndiyo maana mwenyezi mungu ametuonya tusiwe na अगर किसी की निस्बत hali hii सुए जन पैदा हो amesema mtu anatakiwa पैदा भी हो ajiepushe na kufanya shuku yani ikiwa anapata dhana mbaya kuhusu mtu mwingine afanye istighfar sana सोचने के yani ikiwa amepata dhana mbaya kuhusu mwenzake की वजह से नुकसान badala ya kuendelea na hali hii anatakiwa
afanye istighfar sana badala ya kumpatia hasara और खुदा ताला से दुआ mwenzake. Amesema anatakiwa afanye istighfar kwa wingi na vile vile afanye maombi kutoka kwa Mwenyezi Mungu और इस गुनाह की वजह से जो बुरे ili aweze kuepukana na matokeo ya kitu hiki kibaya के पीछे आने वाला है, इसको कोई मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। ambayo yatapatikana kwa sababu ya dhana hii mbaya. Kwa hiyo jambo hili si la kawaida, maradhi hii ni mbaya sana. लोग का इस आयत में Kisha jambo la pili, kwala Mungu ametuambia kwamba खोद खोद कर किसी tujiepushe nayo ni जसूस करना, ku, जो चीज को kufanya upelelezi, yani kutafuta aibu ya wengine. एक Mtu hataki kueleza kitu fulani, basi kufanya utafiti na kufanya juhudi na फिर तीसरा kufanya juhudi ya kupata kujua kuhusu kile kitu, kwa sababu ya hii uovu unapatikana katika jamii. जैसा किसी ने Amri ya tatu iliyotolewa ni kwamba umsisengenye, na mfano wa yule ambaye anasengenya mfano wake ni sawasawa na yule anayekula nyama ya nduguye. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliulizwa kuhusu tabia ya kusengenya. Mtume sallallahu alisema kwamba kueleza tabia ya mtu fulani inapatikana ndani yake, kueleza hivi ikiwa yeye yupo pale, yeye hatapenda tabia yake aelezwe, basi hii ni kusengenya. और ऐसी बात जो उसको बुरा लगे, Yani kusema tabia yake inayopatikana ndani yake na kueleza tabia yake ile wakati yeye hayupo pale, basi hii ni sawasawa na kumsengenya. होता है Ikiwa jambo ile haipatikani ndani yake, tabia ile haipatikani ndani yake, basi hii ni lawama juu yake. मसाइल Basi mcha Mungu anatakiwa asifanye ना गीबत करनी है ना किसी को ताना, mambo ya aina hii, kwayo yanaleta fitina katika jamii. Yani yeye asisengenye wala asilaumu wengine. उसका कुर्ब हमें मिले, Katika Ramadhan tunapotaka kupata uchamungu होता हुआ देखें, na tunataka ukaribu naye, से बचने की और अल्लाह ताला की tunataka maombi yetu yapokelewe, basi katika hali hii करनी चाहिए। tunatakiwa tuepukane na maovu haya yote, na vile vile tunalazimika tufanye juhudi ya kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Atujalie tuweze kufanya hivi kwamba tuweze kufuata amri zake zote. Kwa kufanya hivi tupate ukaribu naye, na baada ya Ramadhan ताला के pia आबद हम बने, wema hii tuendelee kufanya, प्यार करने वाले हम हों। sisi tuwe wenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu na tuwe watiifu wake. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ambayo ni jeneza ya shahid moja, Bana Chaudhry Khalik Ahmad Saheb, ibn wa mtoto wa Bashir Ahmad Saheb, अहमदियत ने mwenyeji wa Karachi. 2016 को Katika umri wa miaka 49, wapinzani wa jumuiya tarehe 20 Juni 2016 takriban saa 3:30 usiku katika kliniki yake walimuua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. रोमा किया हुआ था और Sawa na maelezo yaliyopatikana kuhusu tukio hili kwamba Bana Chaudhry Khalik Ahmad Saheb alifanya diploma katika medical na vilevile alikuwa na kliniki yake homeopathy na allopathy. Siku ya tukio, baada ya kufuturu saumu yake, alienda katika kliniki yake थे तकरीबन रात 9:30 बजे हेलमेट पहने na alikuwa anaangalia wagonjwa katika kliniki yake. Takriban saa 3:30 usiku watu wawili waliovaa helmet wakaja katika kliniki yake na watampiga risasi, na kwa kumpiga risasi wale wakakimbia. Risasi 2 ilipigwa katika kichwa chake na risasi 2 ilipigwa katika kifua chake, घर जाकर तला दी। na mtu mmoja ambaye ana duka lake la dawa mbele ya kliniki yake akaenda nyumbani kwake na akawafahamisha watu wa familia. Mtoto wake akaja na gari na akapelekwa hospitalini, lakini kabla ya kufika hospitalini alikuwa amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. मई की 25 तारीख को Katika mtaa ule ule wa Karachi दाऊद अहमद साहिब हाजी mwezi uliopita tarehe 25, शहीद मरहूम wapinzani walimuua mwanajumuiya mwingine aitwaye Bana Daud Ahmad Saheb. सर के जरिए हुआ Katika familia ya shahid marehemu, jumuiya iliingia kwa kumpitia babu yake. खान में बात हुआ, फिर शहदादपुर Familia yake ilihamia Gokwal, baadaye जिला सांगर के करीब ilihamia Sangar Shahadpur. में 1967 में पैदा हुए थे। Katika kijiji kitwacho Ahmadpur shahid marehemu alizaliwa 1967.
1988 walihamia Karachi na alifanya diploma katika medical na alianza kufanya kazi katika laboratory. Pamoja na hii, jioni alikuwa akiendesha kliniki yake pia. Baadaye akastaafu katika kazi ya laboratory na akaanza kufanya kazi katika kliniki yake. Shahid marehemu alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa akiwahubiri wasiokuwa na jumuiya katika kliniki yake. Shahid marehemu alikuwa akiswali sala kwa jamaa na alikuwa mtu mwenye huruma sana, na alikuwa akiswali nafali na alikuwa akifanya ibada sana, na alikuwa akiwasaidia wanyonge na wagonjwa ambao si wanajumuia. Walikuwa wakisema kwamba wewe ni kadhiani, sisi hatupendi tupate madawa kutoka kwako, lakini sisi tufanye nini? Watoto wetu wanapona kwa kupitia madawa yako. Alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na alikuwa akitoa huduma katika kazi ya jumuiya. Shahid marehemu aliwahi kuwa muhassal na vilevile zaim ansarullah. Tangu miaka 18 alikuwa katibu wa wakfe nao. Mke wake anasema kwamba aliwafundisha watoto wake katika utoto wao, na mwenyewe pia alikuwa akiswali swala 5 kwa nyakati zao. Alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kila siku pamoja na tafsiri yake. Alikuwa akisikia hutuba na alikuwa akiwahimiza watoto pia wasikilize, na asubuhi na jioni alikuwa akiangalia MTA. Hazur anasema MTA ni njia nzuri ya malezi ya watoto wetu na familia yetu. Alikuwa akiwasaidia watu wa mtaa wake. Mke wa Shahid marehemu anasema kwamba katika ndoto niliona kwamba nimepewa glasi 2 ya maji tamu. Nauliza, hii ni maji ya aina gani? Inaonekana kwamba hii ni maji tamu maalum. Naambiwa kwamba maji tamu hii ni ya kitu kizuri cha dunia. Baada ya kuwawa kwa bana marehemu, nikajua kwamba glasi moja ni ile iliyokuwa kuwawa kwake, na glasi ya pili ilikuwa kuwawa kwa bana Daud Ahmed ambaye alikuwa anaishi katika mtaa ule ule. Marehemu ameacha ndugu zake na mke wake na watoto 2. Mtoto wake mmoja anasoma katika Jamia Ahmadiyya, na vile vile mtoto wake mwingine aitwaye Rahik Ahmad anasoma chuoni. Binti yake moja ni Shmail Ahmad, umri wake ni miaka 16. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu, aiweke roho yake mahala pema huko peponi, na awajalie watoto wake na familia yake subra sana, na awajalie waweze kuendeleza wema ya baba yao. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.